Habari gani Mtanzania na Mwanaafrika Mashariki, karibu tena Bongo 9, mahali ambapo unaweza kujipatia taarifa za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na leo hii basi nimeweza kuletea bonge moja la exclusive kutoka katika mitaa ya Msimbazi. Kitu cha msingi ni kuhakikisha kwamba una subscribe channel yetu, lakini pia unakaa nami mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Naam, mwanamichezo, hapa siku ya jana kulikuwa na mtanange mkali sana kati ya Esperance de Tunisia kule nchini Tunisia na klabu ya Simba ya hapa Tanzania. Mechi hiyo iliweza kumalizika kwa timu zote mbili kuweza kufungana mabao 2-2. Simba ndio ilikuwa timu ya kwanza kuweza kujipatia mabao yote mawili kupitia Yusuf Kagoma, lakini pia bila kumsahau Baba Esther Shemari Kapombe. Lakini baadaye timu ya Esperance de Tunis iliweza kuchomoa magoli yote mawili na mchezo kuweza kumalizika kwa 2-2. Na hiyo bwana sio kesi, lakini kesi ni mashabiki wa Simba ambao waliweza kuchukia sana baada ya timu yao kuweza kuchomolewa magoli yote mawili, na kitu ambacho waliamua kukifanya ni kutaka kumshambulia mwenyekiti wao Mr. Murtaza Ali Mangungu kwa kutaka kumpiga, kwa sababu wanaamini kwamba yeye ndiye mtu pekee ambaye anaifelisha timu ya Simba. Na ukizingatia kwa sasa Simba ni timu ambayo imekuwa ina fomu mbovu sana, kwa sababu toka imeweza kutolewa kwenye klabu bingwa mwaka jana, yani kombe la shirikisho lilivyotolewa kwenye finali, basi Simba mpaka leo hii tunapozungumza haijawahi kushinda big mechi hata mara moja, kwa sababu Singida aliweza kumchapa, Yanga alimchapa, lakini pia Stade de Malien aliweza kumchapa Simba, na bila kusahau Pete Doliwanda aliweza kumwaibisha hapa hapa nyumbani kwa Mkapa klabu ya Simba. Kwa hivyo basi mashabiki wa Simba wanahisi ya kwamba matatizo yote ambayo yanaikumba klabu ya Simba, basi mkuu ambaye anaongoza matatizo haya, mtu ambaye ni sababu ya matatizo haya ni Mr. Murtaza Ali Mangungu, jambo ambalo kiundani na kiukweli si sahihi kabisa, kwa sababu unapozungumzia Simba, Simba ni dude kubwa. Simba imefanyiwa foundation na watu wengi wako nyuma yake. Kuna viongozi wengi sana ambao wanaiongoza klabu ya Simba. Kwa hivyo basi kama Simba inafeli, basi ni viongozi ndio ambao wanafeli na si Murtaza Ali Mangungu mwenyekiti, kama ambavyo mashabiki wengi wanadhania yeye ndiye mtu ambaye anaiongoza timu kuweza kuijumu na timu kuweza kushindwa kupata matokeo, kwa sababu kuna viongozi wengine kama Mr. Magulu, lakini pia bila kumsahau rais wa Shima. Mimi nadhani kwamba mashabiki wa Simba wamemchagua mnyonge wao, yani mnyonge mnyongeni, wamemchagua Mangungu na kuanza kumponda na kumwambia kwamba yeye ndiye mtu pekee ambaye anasababisha timu yao kuweza kushindwa. Lakini kiufundi na kiundani zaidi, timu ya Simba ina matatizo mengi sana, na matatizo yote yanasababishwa na viongozi wote na si kiongozi mmoja Mr. Murtaza Ali Mangungu. Lakini ukweli huu mchungu ukiweza kumweleza mshabiki yoyote wa Simba hawezi kukuamini, kwani anaamini Mr. Mangungu ni mtu ambaye anairudisha nyuma timu ya Simba Sports Club. Sasa ningependa kurudi kwako wewe mwana Simba. Hivi unadhani ni nani ambaye anaijumu Simba Sports Club? Hivi ni kwa nini timu ya Simba haifanikiwi? Ni kwa nini timu ya Simba imekuwa ina fomu mbovu sana ligi kuu, lakini pia bila kusahau kule kwenye klabu bingwa? Naomba uniambie ni nani ambaye anaijumu klabu ya Simba.